بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiendelea darasa zetu katika mfululizo wa vitabu vya aqida na tauhidi, tukiwa katika kitabu cha kwanza, kitabu al-usul thalatha cha al-imam al-mujaddid al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, tukiwa bado tupo katika risala ya kwanza, الرسالة الأولى inayozungumzia المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر. leo tukiwa tuko hapo, yale masala manne ambayo imefungamana masala hayo na suratul asri. Wanasema muallif rahimahullah ta'ala alipotaja ya kwamba ailam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masaila, fahamu Allah kurehemu ya kwamba mambo yalivyo ni wajibu juu yetu kujifunza mambo manne. Al-ula al-ilmu, jambo la kwanza ni ilmu, wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla. Athani al-amalu bihi, la pili ni kuifanyia kazi hiyo ilmu. Athalithu ad-da'watu ilayhi, jambo la tatu ni kulingania, kufanya da'wa kwenye hiyo ilmu. الرابعة, jambo la nne, as-sabru 'ala al-adha fihi, kufanya subra juu ya maudhi yanayopatikana ndani yake. Kwa tunaendelea, wa dalilu qawluhu ta'ala, ushahidi wa hilo ni kauli yake Allah hali ya kuwa ametukuka, wal asri, ninaapa kwa zama, wal asri, ninaapa kwa zama, ninaapa kwa wakati. Innal insana lafi khusrin, hakika watu wote wako ndani ya hasara. Innal insana lafi khusrin, wa hakika watu wote wamo ndani ya hasara. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, isipokuwa wale ambao wameamini na wakatenda matendo mema. Watawasau bil haqqi, wakahusiana kushikamana na haki. Watawasau bis sabri, na wakahusiana kusubiri. Hiyo suratul asri, sura hii ndio imekusanya yale mambo manne. Al-ilmu ipo ndani, kadhalika al-amalu bihi, kufanyia kazi ilmu, jambo hilo pia limo ndani ya suratul asri. Ad-da'watu ilayhi, kadhalika as-sabr, yote yametajwa ndani ya suratul asri. Kwa hiyo al-asri ni jina lenye kuwapiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anaapia hapo wakati. Aqsama Allah ta'ala bizamani wal waqti wa huwa makhluqun. Allah subhanahu wa ta'ala hapo ameapia zama na nyakati, na hizo zama na wakati ni kitu chenye kuumbwa, ni kiumbe. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye anaapia kile anachokitaka katika viumbe.
chochote katika kile alichokiumba, katika vile alivyoviumba, basi anaapia anachokitaka, kwa kuwa yeye la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah haulizwi kunako yale anayoyafanya, lakini viumbe wataulizwa. Kwa hiyo yeye anaapa kwa kile anachokitaka, lakini viumbe hawaapi isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala haapi isipokuwa kitu chenye umuhimu, kitu kinachoonyesha ukubwa. Kwa hiyo muda na zama ndani yake kuna ibra, kuna mazingatio na kuna umuhimu. Kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaapa kwa wakati, akaapa kwa zama. Na kadhalika pia utaona Allah subhanahu wa ta'ala ameapia usiku, wal-layli idha yakhsha. Allah ameapia jua na mwangaza wake, washamsi wadhuhaha, na vitu mfano wa hivyo. Lakini mwanadamu haruhusiwi kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume salama anasema, man halafa bighairi llahi faqad kafara au ashraka, atakaye apa kwa asiyekuwa Allah, kamwapia mwingine asiyekuwa Allah, faqad kafara, basi huyo amekufuru, au ashraka, au amefanya shirki. Na katika hadithi nyingine imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana halifan, aliyekuwa ni mwenye kuapa, falyahlif billahi, bas aape kwa jina la Allah, au liyasmut, au anyamaze. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye anaapia anachokitaka, na kule kukiapia hicho kitu kinaonyesha ukubwa wake na umuhimu wake, na kwamba hicho kitu ndani yake kuna mazingatio. Kwa hiyo wala asr, ninaapa kwa wakati, ninaapa kwa zama. Innal insana lafi khusr, hakika watu wote wamo ndani ya hasara, wanadamu wote wamo ndani ya hasara. Al-insanu jami'u bani adama, wanakusudiwa hapo wanadamu wote, havuliwi yoyote hapo katika wanadamu, si wafalme wala viongozi wala matajiri wala mafukara wala watu huru wala watumwa, si wanaume si wanawake, maadamu ni mwanadamu huyo, basi yeye yumo ndani ya hasara. Kullu bani adama fi khusrin, kila mwanadamu yumo ndani ya hasara na maangamivu pindi atakapopoteza wakati wake, wakati ambao ni kitu ghali, kitu thamani, yeye akautumia katika maasi, akautumia wakati katika madhambi, akautumia wakati katika yale ambayo yanamdhuru yeye, hayamnufaishi mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala, huyo yumo ndani ya hasara. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini. Wa amilu salihati, na wakafanya matendo mema, yani wakautumia wakati wao vizuri, wakautumia wakati katika kufanya matendo mema, yale ambayo yanamridhisha Mola wao subhanahu wa ta'ala. Illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bil haqq, wakahusiana kushikamana na haki, watawasaw bis sabri, na wakahusiana kusubiri. Wewe utaona mambo yote manne yamekusanywa humo. Jambo la kwanza, al-ilmu, linapatikana katika al-iman. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini. Kwa nini? Kwa kuwa imani haiwi isipokuwa pamoja na ilmu. Wewe mpaka umemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, basi umemjua. Mpaka umemwamini Mtume salama, basi umemjua, kwa maana kwamba ilmu imetangulia. Kwa hiyo hapo ndio panapatikana jambo la kwanza, al-ilmu. Kisha al-amal,
illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa amilu salihat ndio tunapata msingi wa pili pale, al-amalu bihi. Kisha msingi wa tatu, msingi wa pili ni al-amalu bihi, msingi wa tatu ad-da'watu ilayhi. Ndio hiyo watawasau bil haqq, wakahusiana kushikamana na haki, watawasau bisabiri, na wakahusiana kusubiri, na huo ni msingi wa 4, as-sabru ala al-adha fihi. Anasema muallif rahimahullahu ta'ala, qala ash-Shafi'i, amesema ash-Shafi'i. قال الشافعي، أمسيما الشافعي الإمام محمد ابن إدريس ابن شافع محمد ابن إدريس الشافعي. hiyo ni nisba kwa babu yake wa 4. Babu yake wa 4 anaitwa Shafi, yeye akajinasibisha huko. Wa huwa min Quraish, naye ni katika makuraish. Min bani al-Muttalib, katika fuko la al-Muttalib. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala amefariki mwaka 204, naye ni mmoja kati ya maimamu, wale maimamu wa madhehebu 4 maarufu, madhehebu zilizotangaa. Yeye ni mmoja katika hao. Maneno haya al-Imam Shafi'i aliyosema hapa kwamba law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatuhum. Zama kitabu chako. Qala Shafi'i, amesema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzala Allah, law asingeteremsha Allah, law ma anzala Allah, law asingeliteremsha Allah hujjatan ala khalqihi, hoja yoyote juu ya viumbe vyake, illa hadhihi sura, isipokuwa sura hii, lakafatuhum, ingeliwatosheleza wao. Lakafatuhum, ingeliwatosheleza wao. Maneno haya ni kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha katika sura hii, suratul Asri, zile asbabu za ashqawa, asbabu za mtu kuwa muovu, asbabu saada, na sababu za mtu kuwa mwema. Fa asbabu saada, sababu za mtu kuwa mwema, mambo ambayo mtu akiyafanya atakuwa mwema, ni kusifika mtu kwa hizi sifa 4 ambazo zimetajwa katika sura hii. Kwanza ni al-ilmu, elimu, mtu asifike na ilmu, ilmu ya kumjua Mola wake. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini. Wale waamini ndio ambao wamemjua Mola wao subhanahu wa ta'ala. Huwezi kumwamini Allah bila ya kumjua, mpaka umwamini maana umemjua. Kwa sifa ya kwanza katika sifa za saada za watu wa kufuzu ni al-ilmu. Ya pili al-amal, matendo, mtu kufanya amali, kufanya matendo mema baada ya kujua kile alichokijua, akafanya matendo mema. Sifa ya tatu ad-da'wa, kulingania, kuwalingania wale wasiojua akawafikishia. Sifa ya 4 ni as-sabru ala al-adha fi sabilillah, kusubiri kunako maudhi katika njia ya Allah, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ndiyo sifa 4 katika sifa za kufaulu. Atakayepambika na sifa hizi, basi huyo ni katika wenye kufaulu. Kwa hiyo ikasimama hoja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya viumbe wake kwa sura hii. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia waja kwamba mimi nimebainisha katika kitabu, katika Qur'ani, asbabu saada, sababu za kufaulu na sababu
za mtu kuwa muovu. Katika hii sura fupi Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha, na Qur'ani yote na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ndio tafasil. Sunna na Qur'ani ndio tafasil, ndio vitu vyenye kupambanua hizi sababu 4 za watu kufaulu. Lakini sura hii imekuja kwa ufupi na kuzifanyia ikhtisari sifa hizi 4, lakini Qur'ani yote na sunna za mtume salama zote ni upambanuzi wa hizi sifa 4. Sawa, isipokuwa tu sura hii imekuja kuzitaja kwa ufupi, imezitaja kwa jumla. Kwa hiyo ikasimama hoja kwa viumbe kupitia sura hii, na baki ya nusus za Qur'an na sunna ni upambanuzi na ubainifu wa haya mambo 4. Lakini si maana ya kwamba maneno ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kwamba sura hii suratul Asr inatosheleza watu kwa sheria yote ya Uislamu, inatoshelezwa na suratul Asr. Si makusudio yake, kwa maana ya kwamba lau kwamba Qur'ani yote isingeteremka isipokuwa suratul Asr ingelitosheleza. Hakusudii hivyo, lakini anachokusudia kwamba suratul Asr imesimamisha hoja juu ya viumbe, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha ndani ya sura hii zile sababu za watu kufaulu na kuwa wema na sababu za kuwa waovu. Kwa hakuna yoyote siku ya kiyama atakayekuja akasema ya kwamba mimi nilikuwa sizijui sababu za kufaulu wala sijui sababu za mtu kuwa muovu. Hakuna mtu atakayesema hivyo, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameshalibainisha ile katika kitabu chake. Wa anasema muallif rahimahullahu ta'ala, qala Shafi'i, amesema al-Imam Shafi'i rahimahullah, law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi, la wasingeliteremsha Allah hoja yoyote juu ya viumbe vyake, illa hadhihi sura, isipokuwa sura hii, la kafatuhum, ingeliwatosheleza wao. وقال البخاري، amesema al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, amesema kwa maana ameweka al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake mlango ukisema babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango wa elimu, mlango unazungumzia elimu kabla ya kauli, kabla ya kusema na kabla ya kutenda. Al-Imam al-Bukhari jina lake ni Muhammad ibn Ismaila ibn Ibrahim al-Bukhari. Al-Bukhari ni nisba ya Bukhara, mji upo sehemu za mashariki huko. Imamu ahli al-hadithi wa jabal al-hifdhi rahimahullahu ta'ala, sahibu as-sahihi alladhi huwa asahhu al-kutubi ba'da kitabillah. Yeye ndiye mwenye sahihi al-Bukhari, kitabu ambacho ndio asahhu al-kutubi, kitabu sahihi zaidi kuliko vitabu vyote baada ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an. Kwa al-Imam al-Bukhari anasema katika kitabu chake ameweka mlango al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango unazungumzia elimu kabla ya kauli na amal. Kwa nini? Kwa kuwa matendo hayanufaishi isipokuwa pale yatakapokuwa mabniyan ala ilmi, yamejengwa matendo juu ya ilmu. Mtu afanya atakapofanya, maadamu matendo anayoyafanya ya kiibada hayajengwa juu ya ilmu, matendo hayo hayakubaliwi. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kila yule ambaye bighairi ilmi ya'mal, pasna elimu anafanya matendo, a'maluhu mardudatun la tuqbal, matendo yake yanarudishwa, hayakubaliwi. Kwa hiyo matendo yenye kunufaisha ni yale ambayo yamejengwa juu ya elimu. Ama matendo yakiwa yamejengwa juu ya jahili, basi matendo hayo hayatomfaa yule mtendaji, bali yatakuwa ni balaa juu yake siku ya kiyama. Kwa hiyo hakuna budi
mtu atangulize kujifunza kabla ya kufanya amali. Ibada anazofanya mtu anatakiwa ajue kila anachokifanya afanye kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunza, asifanye kwa vile nafsi yake inavyopenda. Maadamu hilo ni jambo la ibada, basi fanya kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Elimu inatakiwa katika hilo. Anasema wadalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam, jua, fa'lam, jua. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, anatuambia sote kwa ujumla, fa'lam, jua, tambua, annahu, hakika haliwashani, hakika mambo yalivyo, annahu la ilaha illa Allah, hakuna mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wastaghfir li dhanbik, nataka msamaha kwa madhambi yako. Kwa hiyo akamtangulizia Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake kujua, amri ya kujua, fa'alam, jua, tambua, kwa maana kwamba awe na ilmu, ajue annahu, ya kwamba mambo yalivyo, la ilaha illa Allah, wastaghfir li dhanbik, taka msamaha wa madhambi yako. Amali ikafuata. Kwa hiyo ameanza kuamrishwa jambo la kufahamu na kujua, kisha ndo afanye matendo ya kutaka msamaha. Kwa hiyo inaonyesha umuhimu wa ilmu, kwamba ilmu inatakiwa itangulie, ilmu inatakiwa itangulie. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ameanza na ilmu kabla la amal, lianna al-amala idha kana ala jahlin, kwa kuwa matendo yanapokuwa yanafanywa juu ya ujinga, matendo hayo hayatomnufaisha yule mtendaji. Kwa hiyo mwanadamu atakiwa aanze na ilmu kwanza, kisha afanye matendo kwa kile ambacho amekijua. Huo ndiyo msingi, na atakiwa apite hivyo, atakiwa apite hivyo. Kwa hiyo ni risala ya kwanza imeishia hapo, ar-risalatul ula imeishia hapo.